Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni tusikilize tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 22 Machi mwaka 2025, Jumamosi ya juma la pili la Kwaresima, mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo yatakuwa kama ifuatavyo. Somo la kwanza itatoka katika kitabu cha Nabii Mika sura ya 7 aya 14 hadi ya 15 na aya 18 hadi ya 20. Na somo la Injili itatoka Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 15 aya kwanza hadi ya 3 na aya 11 hadi ya 32. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 15 aya kwanza hadi ya 3 na aya 11 hadi ya 32. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia Yesu wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagaia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa nakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako, tena nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumishi wake, nileteeni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteeni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti na nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje, akamsihi. Akamjibu baba yake akisema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote,
na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Tabora FM, tafakari yetu ya leo inabeba ujumbe unaosema Mungu ni Baba mwenye huruma na mapendo. Mpendwa msikilizaji, katika Injili tumesikia simulizi la baba mmoja aliyekuwa na watoto wawili. Yule mmoja alimwambia baba yake, nipe sehemu yangu ya mali. Baada ya kuomba, alipewa nusu ya ile mali ya baba yake. Kisha akaenda nchi ya mbali, akatapanya zote, zikaisha na kuanza kulisha nguruwe. Baadaye aliwaza na kusema, watumishi wangapi wako kwa baba yangu wanakula na kusaza? Ndipo aliporudi nyumbani ili aweze kuomba msamaha kwa baba yake, aweze kuishi kama mtumwa wa mwisho miongoni mwa watumishi wa baba yake. Lakini kabla hajaomba msamaha, baba yake alimpokea na kumfanyia sherehe, kwa kuwa amempata yule aliyekuwa amepotea. Alikuwa amekufa kiroho, sasa amefufuka. Mpendwa, kwa kadiri ya tamaduni za Kiafrika, mtoto kuomba urithi kutoka sehemu ya mali ya baba yake inafanywa na mtu asiyejitambua, kwani inaonyesha ombi hilo lingesababisha hisia hasi kwa baba huyo, ambaye angelizani kwamba mwana huyo anataka afe. Lakini kwa kadiri ya utamaduni wa Kiyahudi, urithi kwa watoto ndani ya familia ulitolewa kwa wote katika mgawanyo huu. Mtoto mkubwa alipewa sehemu ya 3 ya mali ya familia na wengine kupewa kilichobaki. Japo katika Injili ya leo utamaduni huu ulivunjwa, kwani baba wa watoto hao wawili aliwagawia wote katika usawa unaolingana. Mpendwa msikilizaji wetu, katika maisha yetu ya leo, kuzingatia usawa na haki katika mgawanyo wa majukumu, pia rasilimali zetu, umekuwa mgumu sana. Lakini katika Injili ya leo, Mungu ambaye ni Baba wa upendo ameonyesha upendo huo kupitia baba huyu alivyogawanya mali yake katika usawa kwa watoto wake. Katika mwelekeo huo, Mungu ambaye ni Baba wa upendo na huruma hutugawia neema na baraka zake kwa usawa kupitia sakramenti za kanisa, bila kutubagua katika tofauti zetu. Mpendwa, katika maisha yetu mara nyingi tunasahau upendo wa Mungu wakati wa raha, na tunadhani magumu na mahangaiko ya maisha hayatakuja, na inatupelekea kumsahau Kristo wakati wa raha na kumkumbuka zaidi wakati wa shida. Hoja hii imeendelea kudhihirisha katika Injili hii, ambapo baada ya yule mtoto mdogo kupewa sehemu ya mali yake na kuelekea nchi ya mbali na kumwacha baba yake, kisha baada ya kutapanya fedha zote anarudi nyumbani kwa baba yake ili aombe kuishi sio kama mwana wake bali kama mtumwa wake. Msamaha hudhihirisha upendo mkubwa baina ya Mungu na wanadamu, au baina ya wanadamu, ambapo baba huyu anampokea mwanae hata kabla ya kuomba msamaha na kumbusu, ikiwa ni alama ya upatanisho. Busu ilikuwa vile vile alama ya kusalimiwa na kupokelewa katika kanisa la mwanzo. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 16 aya ya 20. Ndugu zangu, baba hajishughulishi na mali iliyopotea, isipokuwa anahangaikia mahusiano yaliyoharibiwa yarejeshwe. Mpendwa msikilizaji, wanadamu tunarudishiwa neema ya utakaso mara baada ya kujitenga mbali na dhambi, kama ambavyo baba huyu anarudisha hadhi ya mwanae
kwa kumvika joho, pete na viatu. Zawadi hizo ni alama ya ufahari wa papo kwa papo wa baba. Joho ni alama ya hadhi. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya 3. Pete ni alama ya mamlaka na alama ya kurejeshwa upya kwenye familia. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 41 aya ya 41. Pia viatu vinaashiria uhuru wa kijana, kwani watumwa na watu wanaotubu walitembea miguu wazi. Rejea kitabu cha pili cha Samueli sura ya 15 aya ya 30. Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea kutafakari katika mfungo huu wa Kwaresima na safari yetu ya maisha kwa ujumla, yatupasa kukumbuka kuwa Mungu kwa upendo wake alituumba wanadamu kwa sura na mfano wake, na akatuletea Yesu Kristo kutukomboa kutoka utumwa wa dhambi na mauti na kutufanya kuwa watoto wake kwa sakramenti ya ubatizo. Anaendelea kutusamehe na kurudishia hadhi yetu tunayoipoteza kwa njia ya dhambi na kutuahidia uzima wa milele. Hivyo katika mwaka huu wa jubilei kuu ya miaka 2025 ya Kristo duniani, tumwombe Mungu atujalie moyo wa huruma na mapendo, tukidumu katika kumtumikia yeye na kumtukuza siku zote, tukionyesha upendo na fadhila za Kikristo katika ndugu zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na Frateli William Sitwe Stefano wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza, ninayesoma mwaka wa pili teolojia katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora.